Huduma za misamaha. Misamaha kuna makundi makuu matatu, japokuwa kuna makundi mengine kama wafungwa, wale wenye magonjwa ya muda mrefu ambao wamepata kibali, ambao na wenyewe wanapewa misamaha japokuwa kuoga sio 100%. Sasa haya makundi matatu, tuna kundi la mjamzito, tuna kundi la watoto chini ya miaka 5 na tuna kundi la wazee wa miaka 60 wasio na kama wewe ni mzee wa miaka 60 umetelekezwa na watoto au watoto wawili wamekutelekeza, au ni mzee wa miaka 60 una ulemavu, ama ni mzee wa miaka 60 lakini una changamoto ya kifedha, huwezi kufanya kazi yoyote, tunaomba ufike kwa mtendaji wa kijiji aweze kukusajili, uweze kukatiwa bima ya afya. Kwa nini? Ya nini? Ya kwa bima afya ya nini? Kwa wote. Tumeelewana? Ufike pale, usikimbii bwana mzee wa miaka 60 watoto wamekutelekeza, au unaona mzee wa miaka 60 ambapo hana mtoto aliye kuzaa kabisa. Fika kwa mtendaji uweze kupata kibali cha kuweza kusajiliwa kwenye mojawapo ya kaya nini? Kaya maskini. Ukija pale ukasema wewe ni mzee wa miaka 60, hauna hiyo vigezo, tunakulipisha, tunajua una uwezo kufanya kazi, una watoto wanaweza kuhudumia, lakini pia una uwezo mwingine. Yaani kufika miaka 60 haimaanishi wewe ndio nini? Upewe matibabu ya bure. Tunahitaji miaka 60 usiokuwa na nini? Na uwezo. Kina baba, tunawaomba mwasindikize wa mama kliniki. Umeelewana? Kina baba tufanyaje? Sindikizo wa mama nini? Kliniki. Kuna faida zake unapokuja kliniki, kumleta mama mjamzito na kumleta mtoto mchanga. Wengine akishazaa mama basi mtoto ni wa mama. Hata kliniki za kuleta watoto mwe pia mna nini? Na waleta.